Jamani binti zangu, yani hili jambo sijui hata niliwekeje ili iweze kueleweka vizuri. Yani kwamba binti yangu, yale maovu unayoyaona ndani ya kijana wakati wa urafiki na wakati wa uchumba, naweza nikasema yanaweza yakaongezeka mara 2. Yani kila ovu unaloliona wakati wa urafiki na wakati wa uchumba, ujue mtakapoingia kwenye ndoa, kwa kawaida katika kipindi cha miaka 2 mpaka miaka 10, muda tofauti hapo ndani, inaweza katukia mwaka wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, lakini mara nyingi katika mwaka wa 2 wa ndoa hadi mwaka wa 10 wa ndoa, yale maovu uliyoyaona yatadabo, yatakuwa mara 2 yake, hayatabakia vile vile. Yani naongea saa nyingine kwa masikitiko, ninakutana na binti zangu wengi sana kwamba yani huyu mwanaume, tena hasa ni shida ya uasherati, ni shida ya uzinifu. Huyu mwanaume alikuwa mzinifu, nikajua tukishafunga ndoa, si nitakopo niko ndani ya nyumba, atakuwa afanyi tena uzinifu. Ndoa haimbadilishi mtu kuacha uzinifu. Haimbadilishi mtu kuacha uzinifu. Sio kwa sababu uko hapa ndani ndo ataacha uzinifu. Hayo ndo ambayo hata wakati mwingine kijana wa kiume anayafikiria, kwamba nikisha kuwa na mwanamke ndani nitaenda nini kutafuta uzinifu tena. Lakini uhalisia sio huo, kwa sababu mkishaingia ndani ya ndoa, mkaanza kukaa pamoja, ndipo kila mmoja anamjua mwenzie kwa uwazi, anamjua madhaifu yake, yanajitokeza sasa uhalisia. Maana kipindi cha urafiki wakati mwingine kwa kujua mtu anaweza kaficha madhaifu yake, lakini mara nyingi sio hata kwa kujua. Ile hamu tu ya kumuona mwenzio, hamu ya kuwa na mtu ambaye unatamani kuwa naye kwa karibu zaidi, inasababisha bila wewe kujua madhaifu yanajificha. Kwa hiyo kiasi kile ulichokiona, ujue kile ni iceberg hapo juu kidogo, likubwa liko huku chini. Utakapoingia kwenye ndoa yataongezeka mara 2. Kila mara ninakukumbusha binti yangu, kama utaamua kuingia kwenye ndoa na huyu kijana baada ya kuwa umeshayaona baadhi ya madhaifu, basi ujue umejipima kwamba madhaifu haya nina uwezo wa kuishi nayo na nitaishi nayo namna gani. Tena sasa fikiria hata yakiongezeka mara 2 ya kiasi nilichoona. Kama ulimuona uzinifu, umemkamata na message, umemkamata na binti mmoja kipindi cha urafiki wenu, basi ujue ana uwezo kuwa na wanawake 3, 4 katika muda fulani. Dabo. Kama utaamua kuolewa naye, basi fikiria ni jinsi gani nitaishi na tabia hizi. Kwa sababu kama ni 99% huwa zina dabo, wanaoacha ni 1% tu. Na hiyo 1% inayoacha huwa ni neema ya Mungu na huwa ni muujiza, ambao wanaingia kwenye ndoa wanaendelea kubadilishwa katika kuwa watakatifu, katika kuacha maovu. Kwa hiyo kama utaamua kuishi naye, manake uamue kuishi na hayo maovu, huku unamuomba Mungu mpaka wakati wa Mungu utakapofika, ili Mungu kwa neema zake amsaidie kujirekebisha. Wala usifikiri tabia zangu mimi ni nzuri sana, nitakuwa mnyenyekevu, nitakuwa mtii, yeye atabadilika. Nitafanya hiki, nitafanya kile, atabadilika. Usifikirie hivyo, si kweli. Kuwa makini binti yangu katika hilo. Asante, mpaka wakati mwingine.